Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini wakati huu tuelekee huko Washington ambapo Marekani imesema huenda ikajiondoa katika mchakato wa amani huko nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema nchi yake itajiondoa kwenye mchakato wa mazungumzo ya amani katika kutatua mzozo wa Urusi na Ukraine ikiwa hakutashuhudiwa maendeleo yoyote katika siku zijazo. Rubio ameitoa kauli hiyo mjini Paris baada ya kushiriki siku ya Alhamisi mkutano kati ya maafisa wa ngazi za juu wa Marekani na mataifa ya Ulaya kuhusu vita vya Ukraine na juhudi zilizokwama za usitishaji mapigano ambazo zimeanzishwa na Rais Donald Trump. Mkutano mwingine unatarajiwa kufanyika mjini London wiki ijayo, na Rubio amesema ndio utakaoamua ikiwa Marekani itaendelea kujihusisha na mchakato huo wa amani. Urusi imesema iko tayari kwa mazungumzo, lakini kwa kuzingatia maslahi yake. Hayo yanajiri wakati Ukraine na Marekani zikitarajiwa wiki ijayo kusaini mkataba wa madini. Hata hivyo, maafisa wakuu wa Marekani wamewaambia waungaji mkono wa Uropa wa Kiev kwamba Washington inatarajia usitishaji kamili wa mapigano katika mzozo wa Ukraine ndani ya wiki, na hii ni kwa mujibu wa Bloomberg ambayo imeripoti. Hata hivyo, mkutano ambao utawakutanisha viongozi wa Urusi na Ukraine wiki ijayo huko London nchini Uingereza ndio ambao utatoa maamuzi ambapo kama vita vitaweza kusitishwa, lakini Marekani inaweza ikajiondoa ikiwa hilo halitimia. Mjumbe wa rais wa Marekani Steve Witkoff na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio walielezea ratiba hiyo wakati wa mfululizo wa mikutano mjini Paris siku ya Alhamisi iliyoandaliwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Kulingana na vyanzo vya habari, upande wa Ulaya umeripotiwa kutaka kuwashawishi wa Marekani kwamba Rais Donald Trump anapaswa kuimarisha msimamo wake kuelekea Moscow na kuelezea majadiliano kama jaribio la hivi karibuni la Ulaya kushawishi matokeo ya mazungumzo ya Amerika na Russia. Wiki iliyopita Witkoff alisafiri hadi St. Petersburg akikutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin, huku Volodymyr Zelensky wa Ukraine akimkosoa mjumbe huyo wa Trump akimshutumu kwa kurudia simulizi za Warusi, kwa maana kufikiria yale ambayo wanayozungumza Warusi ndio uhalisia wa mambo, huku akidai kwamba Warusi ni waongo. Maafisa wa Urusi wameonyesha mashaka juu ya uwezekano wa kusitisha mapigano na Ukraine, wakidai kwamba waungaji mkono wa Kiev huko Uropa wanadhoofisha juhudi za Amerika. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Alhamisi, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa wa Moscow Vasily Nebenzia, Kiev imeshindwa kuzingatia upatanishi wa Marekani wa kusitisha mapigano, lakini hasa kushambulia miundombinu ya nishati. Mwanadiplomasia huyo alisema kwamba rekodi ya nchi za magharibi ya kutumia mikataba ya amani iliyodaiwa kujenga jeshi la Ukraine ina maana kwamba matarajio ya usitishaji vita kamili hayana uhalisia katika hatua hii. Siwezi kuzungumza kwa niaba ya Rais Trump, Nebenzia alisema. Labda anajua vizuri zaidi kile anachokifanya, mimi sijui. Usitishaji mapigano wa siku 30 katika maeneo ya miundombinu ya nishati uliotangazwa mnamo Machi 18 unatarajiwa kumalizika wiki hii. Alipoulizwa Jumatano ikiwa Urusi itabadilisha mkakati wake wa kijeshi, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kuwa Rais Putin hakutoa maagizo mapya kuhusu suala hilo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.